Mapema leo baada ya Yanga kusema haitocheza mechi ya finali na kombe la shirikisho FA dhidi ya Singida Black Star msimu huu alitakapolipwa fedha zawadi msimu uliopita, benki ya CRDB ambayo ndio wadhamini wa mashindano hayo imetoa ufafanuzi ambapo imesema ilishafanya malipo ya fedha hizo kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Sasa TFF nao akajibu akasema kwamba imepinga madai kuwa inadaiwa na Yanga fedha zawadi za ubingwa wa mashindano ya kombe la shirikisho CRDB msimu uliopita. Badala yake imesema kuwa yenyewe ndio inaidai Yanga. Na Yanga sasa wakarudi wakasema sasa msimu huu na misimu ya nyuma pia Yanga na wakamalizia kwamba dawa ya deni ni kulipa. Wajua ukisikiliza matakwa hayo manne ya Young Africans ambayo wameyatoa, kuna namna taarifa ya Yanga ni kama ina chuki binafsi pia. Okay. Kwa mfano, moja kati ya takwa lao ni katibu mkuu wa TFF kuweza kung'atuka kwenye nafasi yake. Katibu anang'atukaje kwenye ile nafasi? Yes, kuna kamati ya waamuzi na vitu vingine ambavyo ni ukweli. Takwa lao moja ambalo nakubaliana nalo kwa 100% ni mabadiliko ambayo yanatakiwa kufanyika ndani ya bodi ya ligi na kuifanya bodi kuwa huru. Ndio. Kwa hiyo bado kuna baadhi ya maeneo maamuzi is true yanafanywa kutoka TFF. Hivi tatizo la waamuzi tunaowaona uwanjani linasababishwa na katibu mkuu wa shirikisho? Hausiki. So kwangu mimi kwenye hii context naona ni kama ina chuki binafsi kwa sababu kwanza kwa katibu mkuu wa TFF sioni namna ambavyo anatakiwa kung'atuka kwenye hii nafasi, kwa sababu msimamizi wa mpira wetu wa ligi yetu ni bodi ya ligi. Of course bado haijawa kwa 100%, lakini bodi ya ligi ina watu ambao wanafanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya hii ligi ya kwetu. Lakini cha pili, kama kuna sintofahamu na uozo upo kwenye mpira wetu, hizi ni taasisi mbili. Mkuu wa shirikisho la soka ni Wallace Karia, ndio rais wa TFF. But haya matako yanamtaka moja kwa moja Wilfred Kidao. Upande wa bodi ya ligi kuna mwenyekiti wa bodi ya ligi. Haya matakwa yanamtaka CEO. Yani amekuja yakimpointi mtu. At least ongeweza kutusaidia kama kuna kitu atukifahamu. Katibu mkuu wa TFF amefanya nini? Amehusika nini kwenye mechi ambayo itakiwa kuchezwa Machi 8? Well, very clear.